Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada yetu itazungumzia sana mahusiano ya funga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mtazamo wa kiafya, ama kwenye upande wa afya ama upande wa kisayansi, ni nini ambacho huwa kinatokea na kwa nini ni muhimu kuweza kusisitiza watu wafunge, kwa sababu tunasema funga upate afya. Sasa kwa nini muhimu? Tunapozungumzia huu mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu, ambapo huyu mtu anatakiwa afunge kuanzia pale alfajiri inapoanza mpaka jua linapozama, tukimaanisha ni magharibi, ambapo huyu mtu ataacha masuala ya kula, kunywa, lakini pia na starehe zote ambazo au mambo yote ambayo yanamwasi Mwenyezi Mungu, pamoja na starehe zote ambazo zinaashiria kumwasi Mwenyezi Mungu. Mtu huyu anapoacha hivi na anajizuia kula na kunywa, tumesema hapa anaingia kwenye mfungo rasmi. Lakini hii ina nadharia mbili, ina mtazamo wa kiafya na mtazamo wa imani, lakini pia kuna malengo ya kiafya na malengo ya kiimani. Kwenye malengo ya kiimani, moja kwa moja kwamba mtu anapoweza kufunga, basi funga inamfanya mtu afanye moja, awe mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, awe mtiifu kwa maana hiyo, lakini pia inasaidia kwa kiasi kikubwa kutengeneza imani yake, kutengeneza nidhamu na uvumilivu. Sawa, pia inatengeneza imani, lakini pia inampa nidhamu na uvumilivu kwa Mola wake, inamfundisha uvumilivu, lakini pia inamfanya mtu huyu kumencourage na mambo yote ya kufanya charity, lakini pia kufanya misamaha mbalimbali ambayo anatakiwa aweze kufanya. Lakini sasa kuna mabadiliko ambayo yanaweza yakatokea kipindi cha mfungo, wakati unaendelea kuanzia chungu cha kwanza ama siku ya kwanza mpaka siku ya 30, ambayo sasa watu kwa asilimia kubwa wanakuwa wamefunga. Mabadiliko ni yapi? Moja, tukianzia siku ya kwanza mpaka ya 3, ambao kitaalamu tunaita ni adjustment phase, huwa nini kinatokea? Kuna vitu kadhaa vinatokea. Moja kwa moja hapa mwili unatumia ile glucose ambayo imehifadhiwa kwenye mwili, ambao kitaalamu inaitwa glycogen, inatumika sasa kwa ajili ya mtu huyu kumpa support. Kivipi inatumika? Kwa sababu tunasema kwenye mwili wa binadamu kuna homoni mbili ambazo zina control kiasi cha glucose ama sukari katika mwili, ambapo kuna insulin pamoja na glucagon. Hizi homoni mbili zote ni zinafanya kazi ya antagonistic, yani zinapishana, moja ikiwa juu nyingine itakuwa chini, na nyingine ikiwa chini nyingine itakuwa juu. Kwa hivyo mtu huyu anapopata funga au anapofunga, kazi ya insulin kwenye mwili ama homoni ya insulin kwenye mwili yenyewe ni kuchukua ile sukari ambayo imezidi kwenye damu na kwenda kuhifadhi mahali. Sasa inapotokea mtu huyu amefunga, automatically sukari kwenye damu itakuwa inashuka kiwango chake. Ikishuka hichi kiwango moja kwa moja, sasa insulin kazi ya insulin itakuwa imeshia pale, kwa itakuja kazi ya glucagon. Glucagon mwenyewe huyu atakwenda sasa kuconvert, kuitafuta hiyo sukari ilipohifadhiwa, kwa atachukua kule sukari na kuileta tena kwenye mzunguko wa damu. Kwa moja tunasema mwili utatumia ile stored glucose ambayo inaitwa glycogen. Inakuwa ikiwa stored inakuwa glycogen, kutoka kwenye glucose inakuwa glycogen, then inakuja sasa tena kutumika tena. Lakini kitu gani kingine kinaweza kikatokea? Moja kwa moja mtu huyu katika masiku haya ya mwanzo, siku ya kwanza mpaka ya 3 katika funga yake, anaweza kupata hali ya kichwa kuuma, lakini pia anaweza kupata uchovu. Sisi kama ni mgonjwa, ni matokeo ya mwili ambao unajiadjust, na tutasema ni adjustment phase, mwili unajiadjust. Lakini pia ile homoni ya kuongeza njaa, ghrelin, huwa inapanda kwa kiasi kikubwa sana kwenye mwili wa binadamu, kwa sababu mtu anapofunga ile homoni sasa inaona mbona hakuna chochote kinachoingia mwilini, kwa hiyo itapandisha ile hamu ya appetite ya kula. Ni kwa kama mtu ana matatizo ya kukosa appetite ya kula, basi mfungo huu unamfaa kwa asilimia zaidi ya 100 ili kurudisha ile appetite yake ya kula. Lakini pia issue za metabolism pia zitakuwa zinaendelea katika hiyo adjustment phase ambayo inatokea siku ya kwanza mpaka ya 3. Lakini siku ya 4 mpaka ya 10, nini ambacho kinatokea sasa? Siku ya 4 mpaka ya 10 katika mfungo, tunaamini sasa ile glycogen ambayo ilikuwa stored kwenye mwili, ambayo ni sukari ambayo
insulin ilichukua kaenda kuhifadhi aidha kwenye muscles au nini, sawa. Ile sasa itakuwa ile glucagon ameenda kuifuata, ametumia vya kutosha, sasa imekwisha, kule kwenye ilipokuwa stored itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa na kuja kwenye blood stream. Nini kinachotokea kwenye blood stream? Imeshakuja kwenye mzunguko wa damu, imekuja na imetumika pia, imekwisha. Nini kinachotokea? Mwili sasa unaanza kwenda kuunguza fat, utaanza kuunguza zile mafuta. Yale mafuta yanavyounguzwa yatatengeneza hizo ketones, ambapo hichi kitendo kinaitwa mild ketosis itatokea, na zile ketones zitaungua kwa kiasi kikubwa, ambazo mtu ambaye alikuwa na riski ya kupata diabetes pengine inakuwa inampunguzia riski ya kupata diabetes kwa kiasi kikubwa. Lakini nini kingine kinachotokea? Kwa mfano hizi ketones tunasema mtu anapofunga kwa siku moja zinaunguzwa kuanzia 0.5 mmol per liter up to 1.5 mmol per liter, ambacho ni kiwango kikubwa sana. Ni sawasawa na gramu 20 mpaka 50 za carbohydrate ambazo zinakuwa zimeunguzwa katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa sana, unaweza kuangalia na uone hiyo faida ya kufunga kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kiwango cha insulin kwenye mwili kitakuwa kimepungua. Kwa sababu gani? Hakuna sukari inayozidi, sawa, ambayo insulin ingefanya kazi yake ya kuitoa. Kwa hiyo kazi yake pia insulin itakuwa imepungua, lakini kiasi fulani issue ya nishati katika mwili itakuwa improved, itakuwa vizuri. Nini kitatokea kuanzia siku ya 10 mpaka ya 20? Siku ya 10 mpaka 20 tunasema sasa mwili unaanza kuadapt ile hali ya routine ya kufunga mara kwa mara, ile fasting routine, mwili utaanza kuadapt. Ukisha adapt hapo mambo yanakuwa mazuri, lakini pia ile kiwango cha insulin kitakuwa improved vizuri sana. Lakini pia mwili sasa utakuwa na nishati ambayo iko stable, sio ambayo imezidi sana na wala sio ambayo imepungua, kwa sababu mwili unakuwa balance. Lakini kuanzia siku ya 10 mpaka 20 mtu huyu anaweza akapata hali ya kupoteza uzito ambao kiafya ni nzuri zaidi, sawa. Je, siku ya 20 sasa mpaka siku ya 30 ambapo mfungo unaweza kuwa unakwisha, nini ambacho kinatokea? Moja, tunasema zile fatty metabolism, yule mchakato wa kuendelea metabolize hizi fats kwenye mwili ama mafuta utakuwa unaendelea kwa usahihi. Lakini pia faida zaidi, zile issue ya cellular repair process huwa inatokea. Mwili unafanya repairing ya seli zake ambazo zile seli zimekufa na nini. Lakini pia hapa sasa ndo tunajipunguzia na riski ya kupata issue ya cancers, sasa wakina mama, wakina dada, issue ya cervical CA ama cervical cancer inapungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi hichi cha mfungo, kwa sababu mwili unafanya zile cellular repair. Kwa zile seli zote ambazo zimekufa huwa zinatolewa sasa katika mwili, kwa sababu ya kama taka mwili kipindi hiki cha mfungo ambacho mtu akipata fasting ya hivi. Na hicho kitendo kinaitwa autophagy. Mwili unafanya hiyo process ya autophagy ya kwa ajili ya kutoa hizo seli ambazo zimekufa, sawa. Lakini kitu kingine, mwili hapa sasa utakuwa umekuwa controlled vizuri, yani sukari kwenye mwili itakuwa controlled vizuri kwa kiasi kwamba mtu ni rahisi sasa kuona hata hali yake ya issue ya sukari imekaa vizuri. Lakini pia research mbalimbali zinaonyesha pia mtu ambaye amefunga vizuri, hata ile hali ya ubongo wake ama akili yake kufanya kazi inakuwa iko vizuri, kwamba ubongo wake utakuwa uko fast zaidi katika kufanya kazi ama kufikiri kwa kina na nini, unakuwa kidogo na uwezo mzuri. Sasa ni yupi ambaye anatakiwa kufunga? Kiimani tunasema ni mtu yoyote ambaye ni Muislamu, ambaye ni mtu mzima, ambaye amepata bare, lakini pia mtu ambaye kiakili yuko vizuri, lakini pia ambaye kiafya, kiphysical anaonekana yuko vizuri ama anajiweza, lakini pia mwanamke ambaye hayupo katika kipindi chake cha hedhi. Wote hawa wanakuwa na ruksa ya kupata kufunga. Na yupi ambaye amekatazwa kufunga ama haruhusiwi kufunga? Moja ni mtu ambaye ni mgonjwa wa muda mrefu, ama mgonjwa ambaye analazimika kumeza dawa kila siku. Huyu mtu kidogo hawezi kufunga. Lakini mbili, mama mjamzito pamoja na mwanamke ambaye ananyonyesha, wote hawaruhusiwi kupata kufunga. Lakini wazee ambao kidogo afya zao ziko dhaifu, kuna wazee wengine afya zao ziko vizuri, wao wanaruhusiwa kufunga, lakini mzee ambaye afya yake iko dhaifu, huyu haruhusiwi kufunga. Lakini kitu kingine, msafiri ambaye anasafiri safari ya mbali, wote hawezi kufunga. Lakini mtoto ambaye hajapata bale, yeye pia haruhusiwi kufunga, lakini akihitaji pia anafunga, japo haruhusiwi kufunga ikiwa bado hajabale.
Sasa kuna mitazamo kama nilivyosema mwanzo ya kiimani pamoja na kiafya. Kiafya tunasema mtu yote ambaye anaumwa serious, yale magonjwa serious ya muda mrefu ama ugonjwa serious, lakini pia huyu anaruhusiwa kufunga. Lakini pia mtu ambaye ana sukari yake iko unstable, yani eleweki, kesho imepanda kesho imeshuka hivyo, yani haieleweki. Lakini pia mtu ambaye ana matatizo ya moyo, matatizo ya figo, lakini pia matatizo ya ini, hawa wote hawaruhusiwi kufunga kwenye muktadha wa kiafya. Lakini mama mjamzito kama nilivyosema, lakini pia mama anayenyonyesha yeye haruhusiwi kufunga. Lakini mzee ambaye kidogo afya yake ni dhaifu kidogo, huyu naye haruhusiwi kufunga. Lakini pia mtu ambaye ana dawa zake zinamlazimu ameze mchana wa Ramadhani ama mchana wakati mfungo, huyu haruhusiwi pia kufunga. Kwenye mitazamo ya kidini kama nilivyosema, moja kwa moja msafiri mbali, mwanamke ambaye yuko kwenye kipindi cha hedhi, wote haruhusiwi kufunga. Lakini pia mtoto ambaye hajabaleghe pia haruhusiwi kufunga. Lakini mtu ambaye afya yake akili haiko vizuri, huyu pia naye haruhusiwi kufunga. Faida za mfungo wa Ramadhani ni zipi? Kwenye upande wa muktadha wa kiafya tuna faida zifuatazo. Moja, huyu mtu itasaidia kuboresha uwezo wake wa homoni ya insulin kufanya kazi katika mwili wake. Lakini pia itachochea uunguzwaji wa kiasi kikubwa cha mafuta ambayo yanajirundika kwenye mwili kwa zaidi ya miezi 11 ambao tunakula tu yale mafuta yote kwa mwezi huu mmoja, yanaongeza kiwango, mwili unaongeza kiwango kikubwa cha kutafuna mafuta ya kuunguza na kufanya uwe na afya nzuri. Lakini pia ina reduce risk ya issue za inflammation katika sehemu mbalimbali za mwili. Lakini pia inaboresha ile appetite ya kula kurudi. Hata pia namna ya kula pia kiakili unakuwa umekaa vizuri. Kwenye upande wa muktadha wa kidini tunasema inasimamisha, inaboresha, inaimarisha mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Lakini pia inatengeneza nidhamu binafsi, lakini pia na uvumilivu, inakufanya na mvumilivu. Lakini pia inaongeza watu kupenda kujitolea kipindi cha mfungo, kutoa zaka, kutoa sadaka na kadhalika. Lakini pia inahamasisha kutoa misamaha kwa wingi, msamehe ambaye amekukosea, usihifadhi tena vitu moyoni. Lakini pia kusafisha nafsi zetu ama roho zetu kuwa katika hali nzuri. Sasa kiafya tunalicommend nini? Hapa kuna vitu vitatu. Kuna wakati wa daku, wakati wa kuftari, sawa? Wakati wa kuftari na maji tunyweje, lakini pia na mazoezi tufanyeje? Kwenye wakati wa kula daku, ile suhuri, wakati wa suhuri ama wakati wa kula daku, tunasema tunashauri wakati wa daku mtu ale hizi complex carbohydrate kwa kiasi kikubwa. Mfano kama ni wali, carbohydrate kwa wingi, yani wali, kama mwingine anapika ugali usiku ule wa alfajiri, it's fine, ni nzuri zaidi kwa sababu kiwango cha sukari mwilini kimepungua. Kwa hiyo hizi carbohydrates zikienda kuvunjwa zinaboresha kukupa wewe energy ya kuendelea kufunga. Lakini kama kwa ule mwenye uwezo pia anashauriwa kupata vyakula vyenye protini kwa wingi. Mfano mayai, hizo yogurt, maziwa anaruhusiwa kupata kwa wingi wakati wa daku. Lakini kupata maji mazuri, maji plain ambayo hayatakuwa na mushkeli yoyote, imeongezwa nini, ni maji ya kawaida tu anatakiwa anywe. Lakini kitu pekee ambacho anatakiwa kushauriwa huyu mtu aweze kukiacha wakati wa daku ni kula vyakula ambavyo vina chumvi kwa wingi sana. Chumvi kwa wingi haitakiwi wakati wa daku. Lakini wakati wa iftari sasa, ile magharibi imefika sasa, wakati wa kupata iftari, nini tunashauriwa kula? Moja, tunashauriwa kuanza na tende ama maji kama sunna inavyosema. Sawa, tunashauriwa kuanza na tende au maji, ni vizuri. Lakini pia tunatakiwa kuepuka vyakula vile ambavyo ni fried foods, mfano nyama choma, nini. Sawa, hivi ni vyakula vya kuepuka kipindi cha kula iftari, sio vyakula vizuri. Lakini pia tunatakiwa tule chakula ambacho mlo una mchanganyiko wa vitu vitatu. Moja, kuna vitu vya protein, lakini pia issue ya vegetables, mboga za majani kwa wingi, lakini pia kupata zile carbohydrate ambazo za kutosha. Kitu pekee ambacho tunakizuia zaidi hapa wakati wa kufuturu ni mtu usile kupita kiasi. Tumbo limegawanyika katika sehemu tatu. Kuna sehemu ya chakula, sehemu ya hewa na sehemu ya maji. Kwa hiyo hakikisha una tumbo lako umegawa katika maeneo hayo ili uweze kufuturu vizuri na kufuturu kwa afya. Tunashauri pia mtu baada ya daku ama iftari
walau basi aweze kupata kuanzia glasi 8 mpaka 10 za maji, ikiwa unaweza kufanya hivyo, ikiwa mazingira yanaruhusu kufanya hivyo. Ikitokea unakaa sehemu zenye joto, basi glasi 8 mpaka 10 za maji, kwa sababu wakati wa mchana mtu anapoteza kiwango kubwa sana cha maji, hasa wale ambao wanakaa kwenye joto, wanafanya kazi ngumu huko wamefunga. Kwa hiyo tunashauri apate hivyo. Lakini kwenye muktadha wa mazoezi ambayo mtu anatakiwa afanye, mazoezi, mtu huyu anatakiwa afanye mazoezi mepesi, mfano ya kutembea. Akishaswali ile tarawih, basi mazoezi ya kutembea walau kwa miguu, usipande tena bodaboda au nini, tembea kwa miguu walau mwili ufanye mazoezi mepesi kama hivyo. Lakini epuka kufanya zile kazi ngumu sana wakati wa mchana wa Ramadhani ama mchana wa mfungo. Kufanya kazi ngumu ambazo zinakuchosha mapema si nzuri kwenye upande wa kiafya katika muktadha wa kufunga. Kwa kumalizia, tunasema Ramadhani ni mfungo ambao una faida katika mwili wetu, lakini pia katika nafsi zetu, kwa sababu unaboresha afya za mwili wetu, lakini unaboresha afya ya roho yetu pia. Lakini pia inatengeneza zile discipline binafsi, ama pia inakuza nidhamu binafsi inakuwa, lakini pia imani zetu pia zinakuwa sawa. Lakini pia tunataka tuifanye ama tufunge kwa umakini, tufunge kwa juhudi, kwa sababu hii hali inaboresha afya yetu kwa kiasi kikubwa, na ndio maana tunasema tufunge tupate afya.